Karibu mtazamaji, kwa sasa imetimia saa 5 na dakika 37 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaingia moja kwa moja kwenye sehemu yetu ya majadiliano, na ikiwa leo ni siku ya Jumatano, tunajadili masuala kuhusiana na afya. Na hivi leo tutapata fursa ya kufahamu na kusoma mengi kuhusiana na hali ya Down syndrome. Ni hali ambayo inaathiri ukuaji wa watoto hadi wakiwa katika umri wa utu uzima. Na hapa kwenye studio tunao wataalam ambao wanaufahamu mzuri kuhusiana na hali hiyo. Umoja wa Kimataifa ukiashiria kwamba jumla ya watoto 3,000 na 5,000 wanazaliwa kila mwaka kote ulimwenguni wakiwa na hali hii. Ni hali ya aina gani na mbona mtoto azaliwe akiwa na hali hiyo? Kwa sababu kulingana na uchunguzi wa kimatibabu unaashiria kwamba hawa watoto ama watu wazima walio na hali hiyo ya Down syndrome wana idadi ya ziada moja ya kromosomu, ambao kwa jumla wana kromosomu 47 na mtu wa kawaida ana kromosomu 46. Wataalam wako hapa watakuwa wanatueleza hii ya ziada inatoka wapi. Na pia tuna mzazi ambaye ni mlezi ana mwana ambaye ana hali hiyo, atakuwa anatueleza kutoka mwanzo wakati ilibainika mtoto wake ana hali hiyo, safari imekuaje. Jamii ina maelezo ya kutosha ikizingatiwa kwamba mataifa mengi yanayojiendeleza yana changamoto kutokana na uhaba wa maelezo pamoja na uhaba mkubwa wa rasilimali za kutoa huduma pamoja na msaada wa watoto hawa pamoja na watu wazima walio na hali hiyo ya Down syndrome. Bila kupoteza muda na watambulisha wageni wangu, ninaye Jack Edwin Mushiri. Yeye ni mtaalam wa tiba maungo, kwa sababu watu walio katika hali hii wanahitaji mazoezi ya kila mara, na hitaji linategemea na hitaji la mtu, mapungufu pamoja na nguvu, au sio Edwin? Ya, naam. Karibu sana kwenye studio. Ninaye Grace Njoroge, mtaalam. Mtazamaji, leo tutasoma mengi. Huyu ni mtaalam wa vinasaba, anafahamu mengi kuhusiana na masuala ya DNA na kijenetiki, kwa sababu hali hii ya Down syndrome inahusu sana masuala kuhusiana na kijeneti. Karibu sana. Asante Grace. Na pia tunaye Faith Mbusi, ni mzazi mlezi, atatupa kisa chake katika ulezi wa mtoto wake. Kwa hivi sasa ana miaka mitatu. Miaka mitatu. Asante sana, bila shaka asante kwa kuwa nanyi. Tutakuwa mnatueleza mengi sana. Tuanzie na wewe Grace. Wakati tunapozungumzia kuhusu hali ya Down syndrome, ni hali inakaje kwa minajili ya mtazamaji hata yule wa kiwango cha chini, ili yafahamu ni hali inakaje? Wacha nieleze kwa yenye unaweza ona kwa mwili. So ya kwanza ni uso yake ni a bit thinner, it's smaller, and then mkono yake, unaona ukiangalia mkono yako uko na lines 3. So wako na line moja. Alafu unaweza pata wengine wana shingo ni fupi sana. Stature mwili yenyewe ni ndogo kuliko wengine, na haya yote yanaletwa na genetics. So everything you've seen kwa mwili yote yanasababishwa na genetics, na ilio code uko ndani what is going to come out. Kwa sababu hizo ni ishara ambazo hata mtu akiona tu anajua mara moja huyu mtoto ama huyu mtu mzima ana hali ya aina hiyo. Ni nini ambacho kinasababisha? Kwa sababu kuna masuala ya kromosomu, kuna hizi 46 na kuna hizi 47. Tupeleke pole tueleze. Sawa. Na mniruhusu nitaongea kidogo na Kiingereza, nitachanganya kidogo. Kuna kitu inaitwa cell division. So unapotengeneza, let's say mama amepata mwanaume wake alafu anatengeneza mtoto, so kuna cell division. So unapata Down syndrome, zile cell division haiendi venye inafaa, inaitwa unusual. So there's an unusual cell division. Na kuna Down syndrome aina 3. Kuna moja yenye tunajua si wote, na ndiko na 95% of the people. Yenye chromosome sasa ndo tunaona ni extra, a full extra. Hiyo ndio inaitwa trisomy 21. Alafu kuna zingine aina 2 yenye si mengi sana. So kuna moja inaitwa mosaic. So mosaic, unaona venye umesema ni tueleza kwanza kuna hiyo moja trisomy 1, trisomy 21. Trisomy 21 ndio ni aina gani? Sasa trisomy 21
ni ile chromosomes inafaa kuwa 46. Lakini sasa kuna ingine nzima inaitwa 47. Unaona katika DNA na genetics, so DNA ndio hiyo information, alafu genetics ni acha nitumie kama recipe. Tuangalie, kuna kitabu inaandika recipe ndio hii, kuna kitabu na sasa kuna chakula. Sasa DNA ndio hiyo kitabu. Genes ni recipe. Alafu sa proteins ina code ndio sasa chakula unaona. So unaona katika unafaa kuwa na 46. Lakini yo cell division venye mtoto anaumbwa hivyo yote na cell division, badala ya kuwa na 46 tunakuwa na ingine moja nzima. Ya ziada. Sasa unaona 46 zinakujanga mbili. So ukiziangalia kwa test inaitwa karyotype, unaziona zikiwa in pairs. So hiyo ya 21, hiyo chromosome ziko 3. Hiyo ndio inaitwa trisomy 21 ama T21. Na kwa sababu kulingana na ufahamu wangu ni kwamba hizi kromosomu kuna 23 kutoka kwa baba na 23 kutoka kwa mama. Sasa hii ya ziada inatoka kwa nani? Haya, kuna unajua hii maisha ya 50-50 pia kwa mwili inaelewa hiyo 50-50. Mama analeta 50, baba analeta 50. But because tuko na 46, kila mtu anafaa kukata nusu. Alafu kuna ingine inakataa kukatika, ndio tunaitwa non-disjunction. Haikatiki, inaenda ikiwa yote. Sasa lete mama ndo ameleta zote mbili na baba ameleta moja, ni lazima ziungane. So hapo ndo inatoka. Inaitwa non-disjunction, where haijakatika, it hasn't separated to now combine with the two different genders. Haya, hiyo ni ya kwanza, hiyo trisomy 21. Tueleze ya pili. Ya pili ni mosaic. Sasa hii ni ile nadra. This is a rare one, and it's caused where some cells ziko na 46, some cells ziko na 47. So it's a mix. Kuna zenye ziko na 46, zingine sawa ziko na 47, na hizi zote ni cell division. Issue hizi zote zinakuja kwa cell division. Because kama mnakumbuka mitosis na meiosis, mnakumbuka tukichora circle mna divide sasa hiyo division haiko venye inafaa. So hiyo meiosis, the mosaic ndo ni nadra, but iko pia. But sasa hii hautapata a whole chromosome. Ndio itakuwa Down syndrome, but itakuwa an additional material. Ukumbuke DNA ni kama ni ndefu. Ukifungua hizo DNA uzifungue zote, nikaa kutoka hapo uende uko juu kabisa, ulimwengu uko juu. So zinafaa kupakejiwa. So hata kama ni kadogo kameongezeka, ama hata kama iko kuwa hiyo 46 vizuri, but kuna part imeongezeka, it's a lot of information to be translated. Ya tatu nayo. Ya tatu ni translocation Down syndrome. Sasa hii translocation ni kama moving. So unaona kila inakuja 46 na ni 23 zinaenda pamoja. Sasa this one you have additional information that is not in the 21st chromosome. So yes iko, but most probably inakuanga chromosome 14. Information yenye inafaa kwa chromosome 21 unaipata imesonga kwa 14. Sasa zingine pia 22, but sana 14. Na hapa ndo unapata ukisikia hereditary, yani inapasiwa down. Hii ndo most probably that one. But most of them Down syndrome yenyewe inakuanga ni just cell division, but nayo the translocation one ndo sasa ukipata carrier moja na carrier mwingine, hiyo balance translocation, sasa hiyo ndo inaleta inheritance unaweza pata. Na you find kama carrier, unajua sickle cell, kuna carrier na carrier wakikuta pamoja ndo possibility ya kuwa nayo. Lakini wazazi wako na sickle cell, hapana, ni carrier tu. So unaweza pata uko sawa, uonekani, lakini unabeba hiyo translocation. Hiyo yani material inasonga sana, haikai penye inafaa kwa songa. Asante kwa ufafanuzi huo. Sasa tuje kwa mzazi wetu hapa ambaye ni mlezi, ana mtoto wa miaka 3. Tueleze safari imekuwaje tangu mwanzo wakati ulipojifungua, na ni wakati upi ambapo mtoto wako sasa alijulikana ana hali ya Down syndrome? Asante sana. Mtoto wangu ako miaka 3. Na niliweza, kama vile alikuwa amewaelezea, kuna futures zenye mtoto anatokezea mwenye ako na Down syndrome. Lakini mimi kama mzazi sikujua. Nenda tu hospitali kawaida kama wazazi wengine. Lakini wakati nilipata mtoto
ikakuwa ngumu kunyonya. Watoto wa Down syndrome wanakuwa na long tongue, so wanafunzangwa kunyonya. Unapata huyo mtoto ana struggle kunyonya, na tunajua kabisa ukipata tu ni mtoto within 1 hour 2 hours ameshikanisha, at least anaweza shika the nipple anyonya kidogo. So huyu wangu the entire night, because nilijifungua usiku through CS, the first one ilikuwa oxygen level yangu ilikuwa kidogo, so nikakimbizwa kwa emergency, nikafanywa CS. Mtoto alilia tu kawaida, lakini baadaye sasa nika notice kunyonya ataki, so nikazidi tu kuita masaa ya kwanza baada ya kujifungua. The entire night, kutoka hiyo midnight until asubuhi tukingangana na mtoto anyonye, na hiyo si jambo la kawaida kwa sababu ni mtoto wa 3. Kwa hivyo ulikuwa na uzoefu. So nikashinda nikiita nurse, namwambia kuja nishikie. Anakuja nashika, lakini nurse wameelewa sababu tumetoka nao theater, waliambiwa already, walikuwa briefed. So namwambia kuja nishikie mtoto anyonye because naona anyonye. Jambo la pili akakuwa kanalia. Hapo kwa mali nilikuwa nasikia watoto wengi wenye tulitoka theater na kwa mama 3, ningesikia watoto wao analia, but huyu wangu hakuwa analia. So niliona kuna kitu abnormal. So ni baadaye the next day ndio akangoja mimi na baba wa mtoto, tukabreakiwa the news. So wakati tuliambiwa, aliniuliza ushisikia Down syndrome? Sasa ni daktari wa watoto anakueleza? Ni PID ndiye ananielezea. Nilikuja, aliniambia, madaktari aliniambia mtoto ilibidi akapewa maziwa. Wakampea maziwa na kijiko. Yale ya formula. Akaniambia ngojea daktari saa 8 akikuja. Akasema so saa 8 si watu nyumbani washakuja kuniona. So ndio nikaambia babake, daktari anataka kukuona. So wakati alikuja ndio akaanza, akaniuliza unajua ushisikia Down syndrome? Nikamwambia nishisikia, but nilikuwa na confuse na CP. Unajua kama ujui hauna mtoto au na experience, vitu mingi huwezi jua into details. So akaniambia naona huyu mtoto wako ni kama ako na Down syndrome. So kwangu ilikuwa ile mshtuko, because niliona ini disability, na nikaona it's a long journey for me. Niliona itakuwa safari ndefu, hata karibu nitoke kwa kitanda nikimbie. So babake tu alitake lightly, but kwangu mimi juu nimeona watoto na nilikuwa sikuwa najua Down syndrome ni gani, CP ni gani, nilikuwa nachanganyikiwa. So niliona tu ni safari mrefu. So nikaingiwa, so immediately wakaniambia watoto wa Down syndrome kuna vitu yenye unafaa kucheck immediately. Akasema tunataka kuanza early intervention. Nikukatiza kidogo Faith, kabla hajakwambia kuhusiana na yale hata jinsi ambavyo sasa utaanza kumhudumia mtoto wako, wakati kwa sababu umetueleza kwamba huyu ni mtoto wako wa 3, ni kipi ambacho, kuna kile ambacho ulikuwa unakiona kwa huyu mtoto kilinganishwa na wale wengine, kwa sababu ulikuwa ni mzazi una uzoefu, kuna kile ambacho ulikuwa unakiona kwa huyu mtoto sasa? Kalikuwa kadogo sana. Kalikuwa kadogo, kalikuwa 2.9. Ukilinganisha na watoto wengine nilikuwa naona kako kadogo sana. And then akaanza kunionyesha futures daktari. Ananiprovia, ananionyesha mkono, unaona kuna venye wanakuanga na slant eyes to macho. And then kuna venye wanakaa tu Chinese. Ukitaka kujua Down syndrome, tutoto tunataka kukaa kama ka Chinese hivi. The eyes iko slant. So alinionyesha all the futures, but kwa sababu nilikuwa nimeshtuka sikukubali. Nilikataa. So unajua umetoka CS, hauna nguvu, unaambiwa ubebe mtoto
aenda afanyiwe echo. Abu, hiyo ni jambo la kwanza, ndio kama kuna shimo wazuie mapema. So kwenda wakaangalia, daktari akasema kuna shimo kwenye moyo. Kwenye moyo. Hiyo ndio ukipata mtoto mwenye ako na DS, hiyo ndio nakuanga the first one. Wengi wao wana tatizo la kuwa na shimo kwenye moyo. Wengi wao kuna shida ya moyo, watoto wa Down syndrome. So tukafanyiwa test tofauti zenye walidhani thyroid, kuna ingine inaitwa thyroid, inaweza kuwa juu ama chini. So thyroid yake ilikuwa tu kwa level iko sawa. So hizo vitu pia zilinitia nguvu. Daktari akaniambia shukuru Mungu, kabla alikuwa ananiambia kama tutapata shimo mprepare medical card hivyo, either muende India ama yani waniambia tu prepare. So unashtuka, yani unasema, so wakati unaambiwa hakuna shimo, at least unasikia unasikia angalau unatoa pumzi kidogo. Yeah, but hiyo tu ilikuwa safari kidogo. Wakati unapata huyu mtoto, kama ungepewa kamera uone the journey utaenda, I think unaweza kimbia. Nikataka pia, kwa sababu nina uhakika pia watazamaji wengi wana hilo swali. Wakati wa ujauzito wako, ulihudhuria kliniki zote zinazohitajika, na pia ulifanywa ile scan kuangaliwa hata jinsi mtoto anavyokaa akiwa tumboni? Nilienda clinic zote na nilifanyiwa scan, but kuna scan yenye inaweza fanyiwa uambiwe mtoto kama ako na shida. Hiyo sikufanyiwa. Nilikuwa tunafanyiwa hii agenda kama mtoto amelala vizuri, vitu kama hizo. But nakumbuka wakati nilienda kwa Gaina, kuna kitu aliniuliza, akaniambia ni kama inafanyonga miezi ikiwa kidogo hiyo scan yenye wanaweza jua kama mtoto ako na DS. Na ndio maana wakati mwingi watu walikuwa na, because unapeangwa option, kama unasikia utaweza hiyo safari, mtoto anaweza terminatiwa ukifanya hiyo scan. So mimi sikufanyiwa hiyo. Mimi tu nilikuwa naenda nafanywa hiyo scan ya kuangalia kama mtoto amelala vizuri, kama kila kitu iko sawa. Na nilienda tu full clinic, lakini shida ilikuwa wakati yenye najifungua oxygen level ikakuwa kidogo sana. Yako ama kwa mtoto? Yangu. Lakini mtoto alikuwa sawa. So ndio maana nikakimbishwa niende nifanyiwe. Na huenda ni kipi ambacho kilifanya hiyo oksijeni yako kwenda chini? Huenda ni kutokana na hali ya mtoto? Mimi nashuku ama tu ni hali ya kawaida ya ujauzito? Aka sikukumbuka kuuliza daktari, but ilikuwa kidogo, ndio wakanikimbisha CS. Haya, asante. Shikilia hapo, kuna mengi ambayo pia utakuwa unatueleza. Edwin, wewe kwa sababu umesafiri na aina hii ya watoto walio katika hali hii, mtoto wa Faith akiwa mmoja, kuna daktari hapa ametueleza kuhusu aina 3 za DS. Hali imekuwaje? Idadi kubwa ya wale watoto ama watu wazima wanaopitia mikononi mwako wako na aina gani, ama hali ikoje? Kwanza, kama vile wenzangu amenena, trisomy 21 ndio kwa idadi kubwa, inachukua 95 hivyo. Watoto wengi hiyo ndo wako nayo. Hata wale unapata bado walishakuwa changa na washakuwa watu wazima. Hiyo ndo kwa idadi kubwa kwa sasa. Hizi zingine mbili kama mosaic, hiyo ni kiwango idadi kidogo kama 1%. Translocation, yeah, that is around idadi ya 3% hivi. So hiyo ya trisomy 21, hiyo ndo watoto wengi wako nayo. Hasa kwa utafiti ushafanywa nje, hapa Kenya watoto wale tumeona ama watu wazima ni hiyo. Kwa kuwa kwamba sikumaanisha kama ushakuwa na hiyo ulemavu ya kwamba hautaweza kufanya kama watu wengine. Kuna hiyo mzazi kama ametueleza kuwa utaweza kuchunguzwa test kadhaa unapo diagnoziwa,
ni kusaidia uweze kukua kila kitu imeangaliwa, but it doesn't mean that in every situation that you have those complications, because nayo kama uko na Down syndrome magonjwa ni mengi unakuwa unapata, kama hiyo ya moyo, pia shida ya kukula chakula pia inakuwa iko. Sasa ukishafanya hizo test ndio inaamua vile mtoto yuko. Ingawa kama sasa kuna wale tunaona na hawana shida hiyo ya moyo, walishafanywa screening kila kitu, wako sawa. Yeah. Tutachukua pumziko fupi na tutakaporejea utakuwa unatueleza, kwa sababu kuna wale kama jinsi Faith amesema kama wake alionekana hata hana tatizo la moyo, hali ilikuwa iko sawa. Kwa hivyo mazoezi ni yapi ambayo yanalingana na hitaji la mtu, na pia kuna mengi ambayo tutakuwa tunazungumzia. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi mno. Baadaye nitakaporejea tutakuwa tunachanganua zaidi kuhusiana na hali hii ya Down syndrome. Aha. Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa imetimia saa 6:02 saa za Afrika ya Mashariki. Tumeingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala wetu kuhusiana na kufahamu kuhusu hali ya Down syndrome, na tukua hapa naye Faith Mbusi, Grace Njoroge pamoja na Jack Edwin Moshiri. Bado tukirejea kwako Faith, wewe kama mzazi umetueleza jinsi ulivyopata hata mshtuko wakati ulipopewa taarifa kuhusiana na hali ya mtoto wako na jinsi safari imekuwa. Hali hii sasa, kwa sababu watoto wengi walio na hali hiyo utapata kwamba hata shingo kusimama inachukua muda, wengine hata kuketi inachukua muda, wengine hata kusimama inachukua muda. Hali imekuwaje? Ilikuwaje ya mtoto wako? Nilikaa sana kwa sababu sikukubali mtoto ako na shida. Baada ya kuambiwa na daktari, nilienda tu nyumbani, nikaenda clinics, but sikutaka mtoto wangu aende kwa therapy. Vile watoto wanaendanga mapema wamaliziwe. So mimi nilianza na miezi 9. Miezi 9 kwa sababu nilikuwa tu na fear watu wananifikiria aje, vitu kama hizo. Na pia juu nimeona wamama wako na watoto kama hao, sikujua kama nitaweza hiyo safari pia. So wakati ninaenda kwa therapy mtoto amefika miezi 9. Lakini mahali nilikuwa naenda hospitali walinikubalisha nikatae, walinipea that grace period until siku moja akaniuliza si tupeleke mtoto OT. Saizi ako shingo haijasimama. Wakati huo uko na miezi 9. Shingo haijasimama. So nikampeleka. Sasa nikaanza kwenda hiyo occupational therapy. Sikujua nafanyiwa nini, nilitamani nijue ni nini inaendelea. Lakini uzuri mama mwenye nilipata wa kwanza alikuwa na mtoto kama huyo. Nikurudishe nyuma kidogo. Wakati sasa pale siku ya kwanza daktari wa watoto alipokuambia kuhusiana na hali ya watoto wako, kuna maelezo zaidi alikupa? Aliniambia maelezo yote, akaniambia ni mzuri niende hiyo karyotyping. Ndio ni hiyo genetic test nidhibitishe, of which nilipeleka mtoto, lakini hata baada ya hizo results kutoka nikaambiwa kuna hiyo additional chromosomes, hiyo T21. Sikukubali pia. So ilibeba wakati mwingi because nadhani niliingiwa na depression. Nilikuwa na sasa nitakuwa nikibeba aje mtoto, napeleka hospitali. Yani nilikuwa tu na maswali mingi ya huyu mtoto wangu. Na hapo nyumbani sasa walikubaliana tu na hali yangu. Nikiwaambia mtoto hana shida, wananiambia mtoto hana shida. Watu wa familia? Hawakutaka kunipea stress kushinda akiniambia mtoto ako na shida. Walijua. Lakini hawakutaka kuniweka hiyo pressure mingi. Sasa ni mimi tu nilijikalisha, nikaona mtoto anaelekea mwaka na shingo haijasimama. Ndio wakati naenda
kwa sister Na wakati huo sasa alikuwa ananyonya vizuri ama alikuwa anataabika? Alikataa. Alafu ukumbuke mimi sina maziwa. Niliingia kwa depression. So mimi sina maziwa. So mtoto alikunywa nani. So akaniambia tu sipeleke tu mtoto pale kwa therapy aangaliwe. So wakati nimeona nikasema hiyo therapy ni nini sasa? Nikaona tu ni kama tu mazoezi ya kufanya hivi. Nikaona acha nijaribu kwa sababu at least tumsaidie shingo. Anaelekea 9 months, hajaisimamisha shingo. Tuko kwa dunia yetu. So wakati naenda therapy hiyo 9 months, nikaanza ingine na sasa ya kuzunguka mahospitali. Nilitaka fast. Nimekuja therapy, nimekupea mtoto, kwa hivyo nipe fast results. Haikufanyika hivyo. Ikabeba wakati. Ulikuwa nataka matokeo ya moja kwa moja? Nilikuwa nataka tu juu nimepeleka mtoto anafaa kunipea wanipe tu. So ilikuwa inakuja polepole. Naona hii hospitali na ama ingine. Inakuja polepole. So hospitali ya kwanza tukakaa like 6 months ndio shingo ikakuja kusimama. Nikaenda tu nikihama. Yaani nimezunguka tu sana. Na shida ilikuwa patience. Sikuwa na nilidhani yani ni kitu tu nienda kupeleka. So nikakuja kujua ni safari yenye ujui. Ni safari tu unangojea Mungu. Yes, unampeleka unafanya chenye anafaa, but daktari haezi kuambia ni kesho. So nilikuwa nadhani nikienda daktari ataniambia next month because Down syndrome inamaanisha delayed milestone. Kuketi, kutembea, kuongea. So hizo vitu zilikuwa zinanikata moyo sana. Inakuwa hata hiyo therapy kama nimeandikiwa 9, najipata nimeenda 11 kwa sababu nasikia moyo inakatika. Like nimejaribu kila saa na sioni shingo inasimama. So nikakuja tu nikaanza kwenda hizi counseling, kukubali kwanza kwa sababu niliona ni kama sikuwahi kubali mtoto ako na shida. Na nikaamua nitakaa na mtoto a day at a time. So leo nikiona progress kidogo nashukuru kwa hiyo. Nikiona tu amesema mom, nashukuru kwa hiyo. Na hiyo ilinisaidia sana. Sasa sina expectation mingi na yeye. Kitu ingine ilikuwa ngumu ni uko na 9 months, unaenda ile shindano ya 9 months, watoto wanakimbia. Si hao watoto wa 9 months kuna wenye at least wanajiweza. Na nasa nakuulizia uko mbali. Uyako, sasa hizo kanakaa tu kadogo, ni kama shingo inakaa hivi, unaogopa kushout. Ako 9 months because unaona uko failure. Like, yani unajiona, mtoto wangu. Unaanza kujilaumu. Kukompea watoto wangu na watoto wengine. Shikilia hapo kidogo. Ningetaka sasa tumlete mtaalamu wa tiba maungo kwa sababu umesikia kisa cha Faith, jinsi kutoka wakati alipoambiwa kutokubali, kutoamini hata zile huduma anazopokea kutoka kwa wataalamu kama nyinyi pamoja na wataalamu wa watoto, anahama kutoka hospitali moja hadi nyingine. Na pia aligusia kwamba wakati alipoambiwa kwamba mtoto wako anafaa kufanywa mazoezi, yeye hakujua ni mazoezi aina gani. Tueleze tu ni mazoezi ya aina gani watu walio na Down syndrome wanahitaji? Naam. Mwanzo kama vile mzazi ametueleza, kuna hiyo wazazi kukosa kuamini kwanza. Kwa sababu anapata mshtuko. Anashtuka kwanza, na kwanza wale ambao si wazazi wa kwanza, si mtoto wa kwanza. Maybe ako na watoto wengine wakubwa sasa. Na wengine wako sawa. So na hiyo inafanya mzazi anakufa moyo kwanza. Inachukua muda kujaribu kumueleza, inahitaji tufanye 1, 2
ili mtoto aweze kukua kama mwingine. Sababu kwa ulemavu wote ama ugonjwa kama huu unapata ya kwamba mtoto huchelewa. Mwanzo ni kama shingo kushika, kuketi, kusimama, kuna ile wakati. Sababu sana sana watoto hawawezi linganisha na wengine. Sababu kama mtoto ambaye yuko sawa anakaa maybe na miezi fulani, huyu lazima atachelewa kidogo. Sasa mzazi akikuja, matarajio yako ni kwamba hii itafanyika kwa kiwango wakati muda fulani. Sasa hiyo kwangu huwa mimi naona ni makosa, sababu utamweleza mzazi nitachukua muda fulani tuweze kufika mahali fulani, ama mtoto akuwa ametembea na miaka 2.5 3. Mtoto mmoja huyu yuna ugonjwa sawa na huu mwingine, wakati inakuwa ni tofauti, inalingana na kila mtoto. Sasa wafanya utafiti umefanywa tayari, lakini sasa hapa mahali tunaelekea, like watu mtaani wanasema kwa ground inakuwa ni different. Sababu utafiti sasa tunasema it takes maybe hadi 4 years mtoto akuwa anaweza kutembea hivyo. Sasa ukikuja kwa mtoto fulani, mzazi anakuuliza uliniambia atatembea na akiwa umri wa miaka 4. Mtoto bado hatujaweza kufanya hivyo. Sasa hata ndio tunaweza kukaa. Sasa hiyo inakuwa ni changamoto kujaribu kueleza mzazi hivi na hivi. So inakuwa it's a process of which hatuwezi kueleza mzazi peke yetu. Sasa tunamtuma kwa mtaalamu kama mwenzangu hapa Grace, ndiye anaweza kueleza mzazi vizuri. Itabidi be patient, vitu kama hizo. Na sasa hapo nitakuja kwa sasa, shikilia hapo. Sasa hapo Grace, ningetaka utueleze ni kipi, kwa sababu utafiti unaonyesha kama jinsi Edwin amesema kwamba akiangalia huyu mtoto anaona kufikia umri wa miaka 4 atakuwa ameanza kutembea na amesimama vizuri, lakini anafikisha hata zaidi ya hiyo miaka 4 na yale matokeo ambayo mzazi alikuwa anatarajia hajayapata. Ni kipi ambacho kitasababisha? Kwa Kiingereza tunasema knowledge is power. Information is power. Unapata ndio kwa ground vitu zinakuwa different. Lakini hata mimi nimeona mtoto wako na Down syndrome anaambatana na watoto wengine, labda anachelewa na miezi 2 maximum. Na ni because once you know, unapojua aya ndio features zinaonekana, ni lazima uhakikishe ndio hii ni Down syndrome au la. Sababu unaweza kuwa na hizi features lakini maybe si Down syndrome. Unaweza pata maybe ni kama Williams, yenye ni a rare disease. Just because inaonekana ni similar haimaanishi ni hiyo. Nimeona hata nashukuru sana daktari wako alikwambia enda udhibitishe. Enda uhakikishe ndio ni T21 ama ni kitu kubwa. Unaweza pata hao wenye wanachelewa maybe si Down syndrome. Sababu just because you look the features doesn't mean that's true. That's why a genetic test ni muhimu sana. Ni lazima uhakikishe na udhibitishe, sababu kuna rare diseases. Ndio ujue unaweza kuwa unagangana na A na kumbe unafaa kwa B. Sasa unaona you're fighting a losing battle. So maybe hiyo inaweza kuwa sababisho kuu sana, because nimeona mtoto wa Down syndrome ako at par with the others. Maximum anachelewa miezi 2 3, but akutembea anatembea na kama wengine anachelewa kidogo. But hiyo ni kawaida. Sasa na hapa ningetaka sasa utupeleke moja kwa moja, pole pole tu, tueleza, tufahamu, tufunze. Wakati sasa kwa mfano tutumie tu kisa cha Faith, kwa sababu yuko hapa na amekubali tutatumia kisa chake. Safari itakuwaje sasa wakati sasa ndio anaonekana kama ni kwenye viganja, kwenye shingo, kwenye uso, kwenye mapua, masikio, pia kwenye kimo chake mtoto anaonekana. Hatua nyingine inayofuatia zaidi ya kuona ni gani? Sasa hapo na mbona pia baadhi ya wazazi kama jinsi mfano umetoa kwamba mnashughulikia A lakini mlifaa kuwa kwa B, na ndiposa sasa kina Edwin mtoto anatembea na yeye miaka imefika 5 6 bado matokeo hayajapatikana. Okay. So mwanzo unafaa kudhibitisha venye nimesema, uhakikisha ni nini ninayopitia ya kwa haswa. Alafu after kujua unajua this is what is causing.
because DNA, the 46 chromosomes packed into 23, kuna ingine ukishika kama za kwanza huko juu, hizo ni kubwa sana. Hizo ukishika hata inaweza terminate automatically. Na kuna zingine kama utu tudogo 21, ndo unaona there is life and you can prosper in it. So you have to be clear exactly what am I dealing with. So that you know what are the attributes. Kama Down syndrome, the minute unajua ni T21, ama unaona ni additional chromosome kufanya a further genetic test, sasa unajua. Therapy si kitu cha kubakitisha, ni lazima. And hapo ndo tuna genetic counselors. Kwa sababu unaona venye daktari alimueleza, haya hizi ndo features, lakini enda udhibitishe. Hiyo story ikazimia hapo. So genetic counselor wanakuja na kuongelesha, haya umesikia juu ABCD, okay, tunakueleza genes ni hii, hivi ndo kunaenda. Na haimaanishi mtoto wako ataishi maisha fupi, hapana. Kuna watu wamefika 60, yani amemaliza miaka yake nzima, professors, doctors, doing maisha ya kawaida, a very good life. So that's the work of the genetic counselor, to really work with the parents. Kwa sababu hapo daktari aliacha mzazi, umemwacha na mawazo, na haya yote ni mageni. Hakuna mtu alikuja akakwambia, oh, unajua jitakikisha, make sure unafanya hivi. But then the genetic counselor anakuja na kuelezea pole pole bila haraka, this is what's happening, alafu sasa tuna recommend test. Ikikuja test tunadhibitisha, haya ni T21, ni mosaic, ni translocational, ndo tunajua. Kuna low bone mass, hiyo ni kweli itakuwa. Sasa tunaanza hata as early as we can. Tunaanza sasa kwanza the occupational therapy. Tunaanza therapy pole pole, mfupa inakandwa vizuri. Ndo by the time mtoto anafika 1 year, anatembea, ako sawa. Kichwa anasimama vizuri, kichwa angalau shingo iko sawa, but then it has to start with the word go. Na hii information, how it's been disseminated, venye unaelezea mzazi kama daktari. Because kuna zingine honestly ni rare disease, hatujui ni nini. Hapa sasa ndo unaingia genetics. Wacha tujue ni nini tuna deal nayo, alafu sasa tuweze kuenda safari yenye inafaa. Kama tunaenda Tanzania, tujue tunaenda Tanzania kwenda, tusielekee Uganda. Tunaenda pale moja. Hata mtoto asaidike na mapema. Na sasa hapa ndipo sasa ninataka Faith atueleze ukweli, kwa sababu umetueleza kwamba ilikuchukua muda kabla ya kukubali hali ya mtoto wako, na Grace ametueleza kwamba kuna yule mshauri maalum anafaa kutembea na wewe katika hii safari kutoka wakati wa kujua, ili pia na wewe ujikubali, na pia ili mtoto wako pia aweze kupata hizo huduma. Ulipata huyo mshauri? Sikupata. Na hiyo ndio ilifanya niweze kukaa kama nimekataa, kwa sababu sikupata mtu wa kunielezea. Wenye walikuwa wananielezea wananipea facts. Meda kuliende ukupewa facts, lakini anakutia nguvu. So daktari hayuko hapo, ana hiyo time ya ni kusoma chenye iko na kukuonesha the next procedure yenye unafaa kufanya. Na ni up to you decide. Kitu ya pili, wangeningoja juu ilikuwa CS, nikae kama wiki nipone kidogo. Walinikimbisha sana, walinipea a lot of information at once. So vile Grace ameelezea, kama ningepata mtu mwenye ningekaa naye nimwelezee uchungu wangu, nimwelezee disappointment yangu, nimwelezee vitu mingi, I think ainge take 9 months nimekaa chini na mtoto abu sijakubali. Yeah. Na nadhani hiyo ndio inasumbua wazazi wengi. Unapata mzazi anaficha mtoto abu hajakubali, na jui dunia itamchukulia aje. Unajua kwa nyumba kila mtoto ako sawa. Mtoto ni wetu, lakini ukienda pale nje, mtoto tena naye kanisa, watu wataangalia aje. Yeah. Asante sana Faith kwa hilo. Sasa hapa pia Grace, ningetaka utueleze kabla sijamleta Edwin, wakati anaposema kwamba aliharakishwa, ikizingatiwa kwamba alijifungua kupitia upasuaji, ni wakati upi mwafaka aliharakishwa? Alipatiwa maelezo haya wakati unaostahili, ama pia daktari angesubiri mama angalau apate nguvu
ili aweze kumshauri, na ni kipi ambacho kinasababisha? Kwa sababu Faith sio yeye peke yake kwamba hakupata mshauri wa aina hii. Kuna akina mama wengi ambao hawapati huduma za aina hii. Ni upungufu wa hawa washauri, kwa sababu ni washauri maalum. Kuna upungufu, kuna wa kutosha, ama haswa ni tatizo liko wapi? Okay. Ya kwanza ndio, there are two elements. Kuna ile empathy. Unajua ukipatia mtu information nzito, kuna venye unafaa kuenda polepole. Uchunge. Lakini aswa katika DS, that thyroid test lazima. Siku ya kwanza lazima tuifanye na hiyo heart. Kwa hivyo anafaa kufanyiwa mapema. Ni lazima So tungengojea alafu hiyo thyroid ikuwe haya malo, hii story ingekuwa different. So issue si kuharakishwa, like let's go and do the test, but is how are we disseminating this information and giving the mother time to grieve, because you're grieving the life and the child you thought you would get. Na unakuja unaambiwa haya, by the way, sorry, kuna story ingine nakwambia. So ni uende na utaratibu juu, hata kama ni kuongea naye 40 minutes, kama anataka kulia mpatie wakati. Alia, alafu sasa tuambie haya, nataka tuende tuangalie thyroid ndo tujue tunaendelekea aje hii safari. Si kuenda kusema naona mkono, naona uso, tuende tufanye test. Jumama kwa hapo amejifungua saizi na maswali ni mengi, ulikuja na furaha, bouncing baby boy, bouncing baby girl, afu unaona madaktari na nurse, na unajua venye tuko Kenya. Usikiona kitu elewi uko chini uko nyuma. Yeah. Aya, swali ya pili ya genetic counselors. Ndio kuna upungufu. Na upungufu ni kwa haifunzwi katika Kenya. The setting of kuna wangapi nchini? Wachache sana. Ni wangapi? Labda una takwimu? Wenye najua siwezi sema kuna mwenye amefanya certification amepata hii, lakini kunao kama kwa mfano Dr. Motinda. Yeye ni pediatrician, ni genetic counselor na pia ni geneticist. So unaona kama huyo amebobea katika hii. Ndio kuna pia watu tunafanya certification, tunajua tumetembea safari na Dr. Matinda, lakini kuna upungufu kubwa sana. Na idadi ya walio na Down syndrome hapa nchini ni wangapi? Statistics inasema 1 in 700. Unaona ni kitu, ni idadi kubwa. Na hata ukiwa makini utaona hata adults, because unaona kama hii MOSAI ama translocation si visible sana, si ile inakuja, lakini ukiangalia, ukijua unaangalia nini, utaona haya. Na inakaa ni kama uko na Down syndrome. Juu si zote inakuja kama venye tuna expect. Naona nilisema ni muhimu sana tufanye genetic test. Juu unaweza kuwa una ganga yenye haujui. Na pia maybe umecomplicate na hii ilikuwa very simple direction. Haya, kuna swali ambalo ningetaka utajibu baada ya Edwin, kwa sababu kuna aina hizi tatu ulitueleza. Kuna hii ya trisomy 21 ambayo ndio ina idadi kubwa. Kuna hii mosaic na kuna translocation, wale ambao ni carriers hawaonekani lakini wana hizo chembe. Utakuwa unatueleza mengi ya iwapo wakati pia tunapojipanga kupata mtoto, iwapo kuna uchunguzi tunaweza fanyiwa kama baba na mama kubaini iwapo wanabeba hizi chembe ama hawana hapo baadaye. Sasa Edwin, wakati tulikuwa tunazungumzia kuhusu labda huenda kile ambacho kinafanya matokeo yasipatikane kwa haraka ni kwa sababu tunajaribu kushughulikia A lakini tatizo ni B. Wakati sasa wazazi wanapowaleta watoto kwao, ni kipi ambacho unahitaji kujua ili kujua yale mazoezi ambayo utayatoa kwa huyu mwathiriwa? Shida moja ambayo tunapata kwa wazazi ni kama vile Faith amesema. Alipopewa ule ujumbe, ingawa yeye amejitetea kusema kuwa hakupewa kwa njia iliyofaa. Na hiyo sasa hatutalaumu, kwa sababu utapata kila mahali unajifungulia ni tofauti hospitali, sababu pia ya wataalamu wote hospitali zingine hazina. Sasa unapata moja ukichelewa, kwa sababu mazoezi yanafaa kuanzia baada tu ya kujifungua.
ushakuwa hata na miezi 3 unastahili kuanzia. Kwa hivyo anafaa kuanzia akiwa na umri wa miezi 3. Hata chini unaweza. Ukishatoka zonga, ushajipanga, ushapona, kama vile mzazi wetu Faith ametuambia, amesha heal that process, maybe ame discharge from the hospital. But unapata most of the wakati mwingi wazazi uchelewa, wanachukua muda kabla ya kukubali mtoto wangu huko hivi. Mwingine anaanza hata na mwaka moja, miaka 2. Sasa utapata hapo kutakuwa na tofauti. Kama mzazi huyu hapa alianza mtoto akiwa na miezi 2. Kuna mzazi alianza kwenda hospitali ndiye amekubali sasa akiwa na mwaka moja, ameona mtoto wake asimami. Sasa ndiye amesema wacha tu sasa niende. Sababu pia maelezo ama knowledge we say it's power. Sasa unapata hawakupata hiyo. Yule mzazi ambaye alianza mapema utapata ataweza kufikia atafika mahali matokeo itakuwa haraka kuliko yule alichelewa. Sasa inakuwa tofauti ni hiyo, kama vile Faith alisema hakujua ni Down syndrome, is it cerebral palsy, ama maybe zingine ama autism, of which autism si vile, sababu autism unapata watoto wako sawa, wengi wao wako sawa, ila tu tabia ndo utajua. But kuchelewa unapata wengine hawachelewi, kama kukaa anakaa kama mtoto wa kawaida. Lakini hapa kwa akili ndo utaweza kuona huyu anakimbia kuliko mwingine kama uko na watoto wawili. Basi sasa tofauti sana ile inakaribiana ni cerebral palsy. Unapata mzazi haelewi ni gani, mpaka aende afanye hizo vipimo na ili aweze kuelezwa. Sasa mazoezi ile tunachunguza sana sisi kama wataalamu ni kuangalia ni kama because of watoto wa Down, wengi wao, most of them, it's hata wao wote, it's they always wanakuwa na ulegevu wa misuli. That is, they are very hypotonic. That is how unaweza kujua, kando na hizi za kuona kama viganja hizo. Lakini once you feel ama ukishashika mtoto hivi, utaweza kujua is it the tone, is it high ama low. Mtoto wa Down syndrome it's always low, iko chini. Kama ni cerebral palsy wengi wao iko juu, they are very stiff, so the tone is high. So hiyo ndio tofauti utaweza kujua kwa urahisi. So hiyo kwa kukuja mazoezi hiyo tunaiwezesha ikue tu normal ama ikue mahali na style. Usipofanya mazoezi kama the tone ama uko na hiyo legevu, inakuwa ni ngumu kukaa, kusimama. Hizo ndio vitu zile zinafanya ukaweze kuchelewa, sababu misuli tayari iko imelegea. Hiyo ndo shida ile inafanya tusiweze kukaa. Shingo bado umefika hata mwaka, unapata wengine bado haijajishikilia. Sasa wengine hatuwalaumu, sababu pia kuna hospitali pia kukua na huo mtoto ni gharama. Wengine unapata ni kutokuwa na uwezo. Sasa hiyo ndo inafanya wengine wanashindwa kwenda, sababu pia ukienda hospitali, tuseme tumeanza leo, sema ama ulianza mwezi wa 9 hivyo, inafaa kuwa mfululizo. Na kama vile nimesema awali, hatutakwambia njoo kwa hospitalini siku fulani. Hii ni kitu inatuambia mtoto hakuwa anaweza kushika shingo, hajaweza kukaa, hajaweza kusimama. Baada ya miezi 6 mimi nitakwambia mama, tumeweza kupata nini? Tumeweza kukaa, bado hatujaweza kusimama, so tuendelee. So sitakueleza kwamba tuwache sasa juu tumeweza kukaa na ilali hatujaweza bado kusimama. So inakuwa inachukua muda mrefu. Sasa unapata mzazi maybe hela imepungua kidogo. Sasa hiyo ni changamoto kubwa tuko nayo na watoto. Alafu misuli unapoanzia kuifanya, kuitibu, muda utakapokuwa uache kufanya, huwa inarudi nyuma, inalegea tena. Hiyo ni hata wale watu wazima wale wanapenda kwenda for building of the muscles ama gym, wanakuanga na program. They don't go once ama kwa mara moja ati na anataka kubuild the muscles. Huwa anapewa orodha ambayo atakuwa akifuata, maybe hii,
pia maybe anaambiwa hii chakula, but haezi ambiwa kula hii kwa siku moja. Itakuwa ni changamoto hapo. Huwa ni safari. Ni safari. Na wakati mnapowafanyisha haya mazoezi, ni maeneo gani ambayo mnalenga sana na ni aina gani ya mazoezi ambayo mnawafanyia? Moja, kama mtoto hawezi kukaa, kuna vifaa mbalimbali tuko nazo, kama ni hospitalini yote ile mzazi anaenda, ama maybe pia ni nyumbani. Unapata kama ni kukaa, kuna ile kiti special mzazi anafaa kuwa nayo, na maana mbwa anunue ya kumkalisha, sababu mtoto hataweza kukalia kiti kama ile mama ama baba yake anatumia nyumbani, sababu ataanguka. Sasa kuna kiti anatengenezewa. Sasa huo ni mtoto ambaye hajaweza kukaa peke yake, hiyo itakuwa ni ya huo mtoto. Kama ni kusimama, pia kuna kitu ya kumsimamisha. Mzazi anafaa kuwa nayo nyumbani juu ilhali anakuja pale hospitali hataweza kukuja kila siku. Sasa kuna ile mambo utamuonyesha fanya hivi kesho, sababu hauji. Sasa sababu nimekueleza itakuwa ni kuwa it's a process. Inafaa kuwa misuli ukishaanza kuishika wafaa kufuatanisha. Sasa itakapokuwa muda ukose kufanya, tunachukua muda mrefu, na hapo ndio wazazi wengi inakuwa ni taswishi. Anasema nimekuja muda mrefu, anakosa kukuja. Ama pia vitu zile ulimwambia afanye nyumbani hafanyi. So unapata ile muda ulimwambia tutakuwa tumetimia kufanya hivi, hajaweza kutimia. Sasa hiyo ndio changamoto moja. Sasa mazoezi ingine tunaweza kusaidia kufanya, pia mtoto ameanza kusimama mwenyewe lakini hajaanza kutembea. Sasa hapo inakuwa unless anaweza kutembea but kama umemshikilia. Sasa hiyo tunakwambia kama mzazi, tafuta dakika kidogo pale nyumbani, jaribu unamshika, mwatembea hata dakika 10 yatosha kwa siku. Sasa hiyo kutembea pia inafanya misuli ile inashika nguvu usimama, sababu hata wewe sasa ukisimama siku mzima utasikia umechoka. Sasa hiyo ni kama ni ukikaa sana pia. Sasa hiyo inakuwa ni kama ni mazoezi kwa huyo mtoto, kumtembeza, kumkalisha. Ukimkalisha inafanya mishipa ya mgongo ndio inakusaidia wewe kukaa. Sasa sababu mtoto amekaa hivi chini, unamwambia mkalishe kwa muda wa saa 1 ama saa 2 na umemfunga, sababu hiyo kiti iko na kitu ya kufungia mtoto, sababu yeye haezi kaa mwenyewe, ataanguka, atalegea. Sasa wakati huo umemfunga hapa kama mzazi nyumbani, hiyo ni mazoezi tosha, sababu sasa unasaidia apate nguvu ya kukaa, ama the trunk, we call it the trunk. Kama ni wamsimamisha, sasa wamwambia miguu imeweza kushika nguvu. Sasa umemfungia kwa hiyo kifaa ambacho mzazi tunamuonyesha atanunua, ama pia hizo wanaweza kutengenezewa, unamuonyesha, sababu hiyo ya kununua nayo hizo za toka ng'ambo ni very expensive, ni gharama iko juu sana. Shikilia hapo, na pia Faith, tukirejea baada ya pumziko fupi utakuwa unatueleza ni aina gani ya mazoezi ambayo pia ulifunzwa, kwa sababu kuna pale hospitalini na pia ukienda nyumbani unaendeleza kumpatia mtoto wako kumfanyia hayo mazoezi. Utakuwa unatueleza iwapo umefunzwa na ni aina gani ya mazoezi. Mtazamaji, kufikia hapa nachukua pumziko lingine fupi mno, na nitakaporejea sasa tutakuwa tunaingia kwenye sehemu ya 3 na ya mwisho ya mjadala wetu. Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa imetimia saa 6 na dakika 39, tukiwa tuko katika awamu ya mwisho kumalizia kipindi chetu kuhusiana na fahamu kuhusu Down syndrome. Wenzangu hapa wameendelea kutufunza mengi, na nina uhakika kwamba mtazamaji umefahamu mengi kuhusiana na hali hii. Kabla hata hatujamaliza, kabla hata ya kwenda kwenye mazoezi, kuna swali ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza: ni wazazi wagani wako katika hali ya juu ya kupata mtoto aliye na Down syndrome? Ni wazazi walio, hasa mama aliye na umri wa juu, na utatueleza ni umri upi, ama ni wazazi ambao wanapata mtoto wakiwa na umri wa chini? Kwanza ni lazima tuelewe hii Down syndrome iko na 3 parts. Na primarily it's error in cell division.
Isipokuwa ya translocation Down syndrome yenye ni inherited, hii ingine ni cell division. Na kila mtu ako na cell. Msichana mdogo 19 years anajifungua ako na cells yenye ina divide. Kuna mama mkubwa akiwa 35 ako na cells ina divide. Ndio umri is a factor, but it's not the only one. Hawezi sema sasa niko na miaka 40 wacha nisipate mtoto juu nitapata mtoto wa Down syndrome, hapana. Acha juu mimi ni teenager nisipate mtoto juu naweza pata mtoto wa Down syndrome, hapana. Ni kwanza tuelewe and we remove the stigma. Because issue inakuanga ni unafikiria juu sasa nimefika 35. Hapana, sitaki mtoto wa Down syndrome, ni habari ya mtoto nimefunga. But ndio pia kuna mama wachanga sana wanapata watoto wako na Down syndrome. Ndio kuna wale wamekomaa kidogo kwa miaka wanapata watoto wa Down syndrome. Najua hata unajua mama alifika hadi 37 mtoto wake ako salama sana. Is it a factor? Yes, it is, but it's not your age alone is the only reason, hapana. Umri si the only sababisho, kwa sababu ni cell division. Na kila mtu cell yake inafanya hivyo. Asante sana. Na sasa kuna vile ambavyo mzazi anaweza fanyiwa uchunguzi ili kuzuia kupata mtoto aliye na DS. Okay. Sasa hapa ndo kazi ya genetic counselor inaingia. Tunaangalia na risk. Sasa tuseme mzazi amepata mtoto wa kwanza, huyu ndo wa kwanza mwenye ako na Down syndrome. She is more probable to get like ako na higher risk. Lakini kama hujapata mtoto mwingine hatujui, kila mtu ni 50-50, unaweza pata, unaweza kosa kupata. So it's all about a risk factor. Kuna test unaweza fanya, maybe hii ya translocation ndio tunaweza tutafute the specific markers zenye tunaweza pata, but kama hii ya trisomy 21 hawezi jua cells zako zitadivide aje wakati wa hawezi jua. Lakini kama ya translocation ndio tunaweza angalia, but unaona hii translocation ni 4% of the 100%. 4% ni a small number. Asante sana Grace kwa hilo. Sasa tuje kwa mzazi wetu, kwa sababu tulikuwa tumezungumzia kuhusu yale mazoezi ambayo wakati mnapowapeleka hawa watoto hospitalini kwenye hawa wataalam, aina ya mazoezi ambayo wanafanyiwa na ambayo ni muhimu kulingana na hitaji la huyu mtoto. Mnafunzwa jinsi ya kuwafanyia haya mazoezi na mnafunzwa vipi? Na ni mazoezi haswa ni yapi? Kwa sababu labda kuna mahali ambapo mzazi ataambua hapa usijaribu kwa sababu huenda hauna utaalamu wa aina hiyo. Sasa hapo ni pa kina Edwin. Ni aina gani ya mafunzo ya mazoezi ambayo mnapewa? Sana sana ni kama hiyo ya kiti. Italingana na stage yenye yako. Kama ni shingo, ikianza shingo kusimamisha, unaweza pata uko na ukimassage. Unaonyeshwa venye unafaa, because venye alisema ina depend na tone ya mtoto. So atakuonesha venye unapitia kwa mgongo ukimassage, venye itakuwa na utaona venye katakuwa tukakiinua hiyo shingo kanarudisha. Pia hiyo ni kunini. So hiyo tunafunzangwa mambo ya venye utamassage, venye utashika, na hiyo yote unatumia oil. So wakati anaoga una make sure kama mzazi una spend time kumassage na anakuonesha, abu usikuje ukatumia a lot of force place yenye haifai kutumia force, of which tu ni muscles zinaenda tu, hakuna force yenye unatumia. Sasa hiyo ukiendelea tu si unafanya hiyo tone to stabilize, na pia wakati unaka massage ka shingo kanaendelea kufanya hivyo. Kuna hii ya kutaka kuketi, kuna kiti ambayo tunatengenezeangwa. Hiyo kiti kuna venye tunafunganga. Unaambiwa in a day unaweza amua kama mzazi mara 2 ama mara 3 aketi kwa hiyo kiti, ndio aweze kama shingo sasa imeanza kustabilize, aanze kujua kuketi. Na pia hiyo massage tu itaendelea kabisa. Wakati anataka kusimama, kuna hiyo kiti inatengenezangwa such that mbele ni ya kuketi, nyuma ni ya kusimama. So hiyo ya kusimama kuna some minutes yenye utakuwa ukimsimamisha like 25 minutes, 30 minutes, na pia umshike. Abu anafaa kutumia energy yake. Kuna venye tunafunzanga unamshika step by step aanze kujifunza kuketi. Kwa hivyo inakuwa tu ni kazi patient, lakini kwa siku kama mzazi at least 2 hours make sure, na si mfululizo kabla atachoka. Unasema tu
the next 20 minutes hata tupande kwa stairs, tunapanda na yeye na unamwachilia tu afanye. Wacha leo nimwachilie kwa meza for like 15 minutes ama 10 minutes ajishikilie. The more anaendelea kujishikilia, kuna vile pia tunafunza mazoezi juu tunataka hii trunk hapa nyuma ikuwe strong. So kuna mazoezi mingi wanatuonesha kwa sababu kwa therapy ni only 1 hour. Kwa hivyo inamaanisha mzazi ndiye ana muda mwingi na huyo mtoto. Ndiye ana muda mwingi. So changamoto inakujanga wakati wewe ni mzazi na uko na kazi zingine za kufanya na unaachia mwenye anakusaidia mtoto. So kikuja sana za kuambiwa amefanya kila kitu na hajafanya. Kwa hivyo vile tunasema ni safari ambayo inahitajingi sometimes support system yenye ni watu wa karibu ama watu wenye wako na, hatuwezi sema ni utu ya tuseme tu watu wenye wako na utu, anaweza kuwa truthful. Abu leo nikikuacha nikwambie nimekufunza kunimasajia na nimeenda job, hakuna mahali inaandikwa kama amemasajia. Anaweza kwambia nimemteka kwa walk, tumepanda stairs na ikuwe tu ni uongo. Kwa hivyo unahitaji mtu ambaye ana uaminifu wa hali ya juu kuwa na huyo mtoto. Asante. Sasa kuna pia, kwa sababu watoto hawa wengi idadi yao kubwa wana tatizo la kuwa na shimo kwenye moyo wao. Pia kuna shida ya kula. Ni matatizo yapi mengine ambayo idadi kubwa ya hawa watoto wako nayo? Ile kuu pia inakuanga intellectual. So it's developmental delay. Na yani wanaenda polepole, wanaenda na pace yao. Hii tunajua syllabus inakaa hivi kona yake na sasa intellectual. So inamaanisha kuna pia blended schools yenye iko na sehemu yenye ni watoto wa kawaida na sehemu yenye inataka watoto wanahitaji usaidizi zaidi. So intellectual delay unafaa kujua hutaharakisha mtoto. Wenzako wanaandika hadi French, wewe mbona hujaanza kuongea? Unaenda polepole tu na yeye. Na sasa hizo zingine za kimwili, roho, unafaa kuangalia thyroid, na unafaa kwenda test on a regular. Masikio pia, alafu pia wanakuanga na hii hapa, lazima umwangalie tu vizuri. Na uzuri ya kujua kwa hakika nina deal na Down syndrome, ushaandikiwa kitu teme kama manual. Unajua angalia ABCD. So hata mkienda safari na daktari wako unajua after 6 months naangalia hii, after 1 year naangalia hii, because unajua ni mtoto ako na Down syndrome. Haukai nyumbani una assume mtoto hayuko sawa inamaanisha nini? Je, ni nini ako nayo? Asante. Tukimalizia pia Grace, ningetaka utueleze kwa sababu pia akina mama kule nyumbani kule mashinani wanajifungua na hawana ufahamu wa mahali ambapo hivi vipimo vitachukuliwa. Vinafanywa wapi hivi vipimo? Okay. Sasa hii pia ni, unajua Kiingereza tunasema it takes a village. So kuna pahali ya daktari tunafaa kujua kama the professionals, the practitioners, tujue some of the key ones. Kama 1 in 700 ni watu wengi utaona na Down syndrome. So daktari tujue what are the most common signs. Alafu sasa kama wazazi na utapata pia nurses wako na huyu ujuzi. So mzazi kama ukienda hospitali hata wewe kuwa makini, angalia mtoto wako tu, angalia polepole. Sijui kama ilikuwa mimi peke yangu, sasa nilijifungua, mamangu alichukua mtoto akakaa naye akamwangalia, anampendwa unashangaa haelezi tu, anazungu mguu iko aje, masikio inakaaje. Unaona kama wanajua, tunajua tunaangalia nini. So your support system, your village, be curious. Mtoto wako sawa unaona anaendelea na development na hii ni era ya AI. Uliza ChatGPT, I have a newborn, what are the developmental milestones nina expect kuona? ChatGPT ni free, si ndio? Asanteni sana, bila shaka na kuna matumaini makubwa kwa hawa watoto. Faith, ukimwangalia mtoto wako kwa hivi sasa ikilinganishwa na mahali ambapo umetoka, unaona nini? Una matumaini ya hali ya juu? Kabisa, tumetoka mbali. Kwa hivi sasa umefikia wapi? Sasa ndio tunajifunza kutembea. Na mtatembea. Amen. Asante sana, endelea kutia juhudi, endelea kumfanyishia hayo mazoezi, kumpeleka hospitalini na pia kumkubali na kumpatia ujasiri, kwa sababu pia anahitaji kupewa ujasiri. Pia naye pia ajiamini, jinsi anavyoendelea kukua atafika wakati wa kufahamu
kile ambacho kinaendelea. Asante sana Edwin, Grace pamoja na Faith. Na mtazamaji, ninasema asante sana kwa muda wote wako, na pia kwa wote ambao wamefanikisha taarifa za yanayojiri pamoja na mjadala huu. Mimi ni Agnes Gakunga, asante sana, endelea kutazama KTN.